Mambo vipi mtazamaji wa Kishamba TV, karibu sana tuyazungumze mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni kuelekea dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili Mei 3, ambapo tunaenda kushuhudia mchezo huo pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Leo hii niko hapa na msemaji wa klabu ya JKT ambaye pia hao ndio wamiliki wa uwanja ule wa Meja Jenerali Isamuhyo. Nitakuwa naye hapa kwa ajili ya kuzungumza naye vitu mbalimbali kuhusiana na uwanja huo. Hofu kubwa ya mashabiki ni kuhusiana na wingi wa idadi ya mashabiki ambao wanaruhusiwa kuingia pale kwenye Meja Jenerali Isamuhyo. Sasa Masawiri hapa nitakuwa naye kwa ajili ya kuzungumza naye kutuhakikishia idadi ya mashabiki hasa kwa mchezo huu mkubwa wa dabi ya Kariakoo upoje pale nyumbani kwake Meja Jenerali Isamuhyo. Mimi ni Irene Junior. Masawiri. Naam. Kwema? Salama kabisa. Vizuri. Mungu mwema, tuko sawa. Sawa, tuanzie tuna taarifa kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo kupigwa pale nyumbani kwako kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Tuanzie hapo. Mchezo mkubwa kama dabi ya Kariakoo kupigwa pale Meja Jenerali Isamuhyo, umepokeaje ukiwa kama msemaji wa klabu ya JKT? Kwanza sisi tuwashukuru Simba Sports Club kwa mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, kuamua kuchagua uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kuwa uwanja wa nyumbani kwa mechi zake za ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Lakini pili, tuwashukuru na kuwapongeza sana kwa kuamua sasa mechi yao ya hii dabi ya Kariakoo kwa maana ya Simba na Yanga kuchagua ama kupendekeza ule uwanja utumike kwa ajili ya mechi hiyo. Haya ni mambo mawili makubwa ambayo kwa kweli sisi JKT Tanzania tunawashukuru na kuwapongeza Simba Sports Club kwa kuamua mchezo huo kuchezwa pale na kuthibitisha uwanja wetu wa Meja Jenerali Isamuhyo kwamba ni uwanja bora, unafaa kuchezewa mechi kubwa kama zile. Ni kuongezea thamani uwanja wenyewe ambao walikuwa waujui ndani na nje ya nchi. Kupitia mechi hii watakuwa wanaujua sasa kwamba upo uwanja Tanzania wenye viwango na ubora wa hali ya juu unaitwa Meja Jenerali Isamuhyo, na hakika ni bora. Hata watu wa mataifa ya nje huko wanaujua na wanausifia. Jana na mwandishi mmoja wa Nairobi pale Kenya alinipigia na akasema huwa tukiutazama uwanja wenu wa Meja Jenerali Isamuhyo huwa tunafikiria kwamba hauko Tanzania, kwa sababu aina ya pichi yake tunavyoiona tunaona kama ni viwanja vikubwa huko Ulaya. Hakika pichi ya Meja Jenerali Isamuhyo ni pichi ambayo inavutia, iko vizuri na kila mmoja anaweza akacheza pale mpira kwa kiwango ambacho ndicho chenyewe. Nikimaanisha kwamba ule uwanja pichi yake haina mabonde, haina milima, ni uwanja ambao uko tambalale. Na kumbuka ni nyasi asili, si nyasi bandia, ni nyasi asili. Lakini ukiitazama ile nyasi ilivyo, utadhani labda kuna kapeti fulani limetandikwa pale. Nyasi za kijani kibichi, nyasi ambazo zina msawazo, zinalingana, zinatunzwa vizuri na niseme zinang'aa. Kwa hiyo hata kutazamwa zinapendeza. Ndio sababu huyo Mkenya akasema huwa wanafikiria huo uwanja hauko Tanzania, labda umebebwa tu ukaletwa, ni kutoka katika ng'ambo za wenzetu huko. Sawa, kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo mara baada ya kutolewa kwa hiyo taarifa mchezo kupigwa pale, maneno yalikuwa ni mengi sana, wengi wakioji wakisema kwamba ni kama dabi ya Kariakoo imeshushwa hadhi kutokana na kupigwa kule, wengi hawakutarajia. Lakini pia wakaongezea kwamba idadi ya mashabiki wa dabi ya Kariakoo ni tofauti na idadi ya mashabiki ambao wanaingia pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Hivi dabi ya Kariakoo haijawahi kuchezwa Chamazi, Azam Complex haijawahi kucheza pale. Una hakika? Hebu jaribu kufuatilia. Meja Jenerali Isamuhyo kwa sasa ina uwezo wa kubeba mashabiki 10,000 waliokaa. 10,000 waliokaa, tena kwa kujinafasi, sio kwa kujiminyamia, kwa kujibanabana, no.
Yaani unaweza ukakaa ukaacha nafasi hapa, mtu akaweka kitabu chake hapo asigusane na mwenzie, kwa kujinafasi 10,000 wanakaa. Lakini pale VVIP kwa wale ambao wanaufahamu uwanja, lile jukwaa kuu ambapo huwa wanakaa viongozi, upande wa kulia na kushoto pale kulikuwa na uwazi tu mkubwa, tuliuacha maalum kwa ajili ya kutengeneza majukwaa VIP A, ambapo nadhani hata kwenye uwanja wa Benjamin huwa kuna VIP A, unaweka katikati lile jukwaa kuu VVIP, ambapo upande huu anakaa Simba, upande huu anakaa Yanga. Sasa na sisi tuliacha hizo nafasi kwa ajili ya kupata VIP A upande wa kushoto mwa jukwaa kuu na VIP A upande wa kulia mwa jukwaa kuu. Na kwa kuwa sasa inakuja kuchezwa dabi hii ya Kariakoo, ambayo kama ambavyo watu wanasema ina mashabiki wengi, japo hakuna garantii kwamba kuwepo kwa mashabiki wengi au lazima waje wote, kwa sababu ni namna ambavyo mtu amevutwa kwa siku hiyo aende kutazama mpira. Naweza tukasema wako watu 10,000 kumbe wakajitokeza tu 2,000, kwa hiyo uwanja ukabaki huko wazi. Majukwaa hayo sasa hivi ninavyokuambia yanajengwa mchana na usiku mpaka kufikia tarehe 3. Hiyo kazi itakuwa imekamilika na watu watakaa kwenye majukwaa VIP A upande wa kushoto mwa VVIP, VIP A upande wa kulia mwa VVIP, na kila eneo, kila jukwaa katika hayo majukwaa mawili tunatarajia kuchukua idadi ya watu 120. Kwa hiyo kuna idadi ya watu 240 wameongezeka kwa kujengwa hayo majukwaa. Na ninavyosema, sisi huwa hatuna longolongo. Tukisema neno tumesema, na lazima liwe hivyo tulivyolisema. Hatupo kwa ajili ya kudenda watu, kuwadanganya watu. Tukisema sisi ndicho chenyewe. Kwa hiyo majukwaa hayo yatakaliwa. Watu watakuta utofauti mkubwa sana katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kwa ukarabati ambao tunaufanya sasa hivi. Lakini upande wa magharibi kwenye majukwaa yale ya mashabiki, kwa sababu timu hizi zinapokutana huwa hawaingiliani, hawapendi kuingiliana. Hao wanatakiwa wawe kivyao au wawe kivyao. Wanajitenga. Sasa ili kuhakikisha kwamba hawaingiliani, na sisi tumeamua tuugawe ule uwanja kwa kuweka kabisa ukuta pale, kwamba hawa wawe wa huku, hawa wawe wa huku. Ukuta kabisa. Nikimaanisha sio ukuta wa matofali au wa nini. Kuna zile sijui nitumie nini, uzio tu wa kawaida kwa kutumia material ambayo ni transparent, mepesi, lakini hayaruhusu huyu kutoka huku kuja huku. Atakuwa huko eneo lake ili pasiwepo na mwingiliano. Kwa hiyo kama Simba watakaa kushoto, Yanga wakae kulia. Wa kushoto asipate nafasi ya kwenda kulia na wa kulia asipate nafasi ya kwenda kushoto, kwa maana ya kuweka usalama zaidi. Lakini kule juu kwenye majukwaa yale ya mashabiki kuna safu tunaiweka kwa ajili ya matangazo, kuzuia kuweka usalama pia kwa watu wasije wakaruka kwa nje. Lakini wakati huo yale yanatumika kwa ajili ya matangazo. Kama kuna watu ambao wanapenda kujitangaza kupitia Meja Jenerali Isamuhyo na kupitia mechi kubwa ambazo zinakuja, basi waje tufanye mazungumzo, waweke matangazo na hatimaye mambo yaendelee. Pia uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo kwa ubora wa pitch, kwa viwanja vilivyoko hapa Tanzania hauna mshindani. Labda Benjamin Mkapa tunaweza tukasuguana hapa. Na hii si kwamba tunaongea, watu watazamaji wanaona ni uwanja gani ambao una pitch mpaka mtu anakuambia pengine tulidhani umehamishwa kutoka Ulaya kuletwa Tanzania. Haupo, na kweli pitch yake imesimama. Hakuna uwanja ambao pitch yake
iko kwa uzuri kama uwanja huu wa Meja Jenerali Isamuhyo zaidi ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo Benjamin Mkapa unaweza ukasema toka ingia, ingia toka, toka ingia, na Meja Jenerali Isamuhyo. Alafu ile pichi haituamishi maji kirahisi kutokana na miundombinu iliyowekwa pale. Kwa chini ilichimbwa mifereji baada ya mita 2 kutoka kusini kwenda kaskazini, kutoka mashariki kwenda magharibi, yaani hivi na hivi, imekatwa hivi. Kila baada ya mita 2 ikachimbwa mifereji, kuna bomba zimewekwa ambazo kazi yake ni kufyonza maji yanapokuwa kwenye uwanja na kuyasafirisha kuwapeleka nje ya uwanja. Kwa hiyo si rahisi hata mvua ikinyesha namna gani ule uwanja ukatuamisha maji kiasi cha mpira kushindwa kuchezwa. Meja Jenerali Isamuhyo iko hivyo, pengine tofauti na viwanja vingine vyote Tanzania. Lakini Meja Jenerali Isamuhyo kwa ukubwa wa pitch ndio uwanja mkubwa zaidi kuliko vyote. Una marefu ya mita 110, hiyo ni pitch ya kuchezewa, kwa mapana ya mita 80. Benjamin, kama sikosei na ninadhani niko sawasawa, una urefu wa 105 mita na mapana yake ni 68. Na uwanja mwingine ambao unazungumzwa kwa ukubwa ni CCM Kirumba. CCM Kirumba una marefu ya mita 107 kwa 69. Kwa hiyo Meja Jenerali Isamuhyo katika pichi kubwa Tanzania ndio unaongoza. Kwa hiyo hizo ni sifa ambazo viwanja vingine hapa havina, ambayo pengine inaipa uhalali wa dabi hii ya Kariakoo kuchezwa tena kwa ubora wa hali ya juu pengine kuliko ambavyo imechezwa katika viwanja vingine hapa Tanzania. Kwa hiyo wale ambao walikuwa na hofu katika hili, nadhani labda walikuwa wana uelewa mpana kwenye hili. Wanajaribu kugusagusa tu kupata taarifa kutoka kwa watu ambao si sahihi na rasmi, vitu ambavyo haviko sawasawa. Ukija kwenye uwekezaji mwingine tu, kwa mfano dressing room. Dressing room yetu walikuja watu wa Morocco, timu ya taifa ya Morocco. Walikuwa wanafanya mazoezi pale wakati wa mashindano ya CHAN. Waliupenda, waliufurahia, na mpaka kwenye peji zao waliposti wakiusifia kwa ubora. Kwenye dressing room kuna kila kitu. Sisi hatubebi viti vya plastiki kupeleka pale wachezaji waje wakae. Hatubebi mabenchi tukaweka pale watu waje wakae. Ni viti vimetengenezwa maalum. Mtu anakaa kwenye henka pale, labda kuna nguo yake amening'iniza chini ya nguo yake pale, kuna kiti, kuna sponji lina nepa. Yani hatutaki mchezaji apate shida. Ndivyo ilivyo dressing room ya Meja Jenerali Isamuhyo, na humo kuna kila kitu. Kuna kiyoyozi ambacho wengine huwa wanalalamika kinapiga sana ubaridi, kwa hiyo hawawezi wakapata jasho. Akiona kwamba labda kiyoyozi kinaleta shida, kuna feni pia. Kwa hiyo tumeweka AC, lakini wakati huo huo kuna feni. Kama mtu akiona labda AC sio nzuri, anaweza akatumia feni, au anaweza wakaamua wakatumia vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ni uwanja ambao uko vizuri sana. Ukienda kwenye sehemu za maliwato kwenye dressing room, kule kuna kila kitu na ni vingi. Sio kwamba mchezaji asubiri mwingine atoke ndipo yeye aingie. Viko vingi. Kuna vyoo, kuna sehemu ya bafu. Kwa hiyo hao wanaweza wakawa wanafanya huduma nyingine, hawa huku wanaoga. Na kuoga kwenyewe anaweza akaamua akaoga maji ya baridi, akaoga maji ya uvuguvugu, akaoga maji ya moto. Ni wapi utapata uwanja kama huu hapo Tanzania? Hakuna. Una sifa na heshima zote. Na kwenye ishu ya maliwato, hata kwa mashabiki huko, viko vyoo vingi vya kutosha na ni safi. Tumekuwa tukishuhudia tukienda kwenye viwanja vingine huko, mtu anapokwenda kupata ile huduma,
anaenda tu kwamba akifika pale itabidi tu afanye kwa sababu analazimika kufanya hivyo. Lakini wakati mwingine, wakati anaendelea na hiyo huduma, aidha au amefumba macho, ameshika pua na pengine ameangalia pembeni kwa sababu hali si nzuri. Lakini Meja Jenerali Isamuhyo, maliwato zake kuanzia kwa mashabiki mpaka VVIP, ukienda mle kama una kapaseli kako umekatunza kwa ajili ya kuweka tumbo vizuri, baadaye unaweza ukaamua ukamaliza mle mle, kwa sababu kuna kila aina ya usafi na vitu vinavyokuvutia, marashi mazuri. Hakuna sehemu ambapo utafika uchukie kwamba hapa kukoje hapa. Alafu mbali tu na hayo, uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, wale watakaobahatika kuja kwenye hii dabi ya Kariakoo watakuwa wamefanya mtoko ambao hawakuwahi kufanya, na watakuwa wamefaidika sana, na watasema hakika tumefanya utalii uliojitosheleza. Pale tuna zoo jirani na uwanja, kuna wanyama wa kila aina ambao wamefundishwa. Wewe binadamu unaweza ukaenda, ni wanyama pori wale, unaweza wakaitwa kwa majina, wakaja ukapewa chakula, ukawalisha, ukawashika, ukapiga picha nao, mambo yakaenda vizuri. Lakini kuna beach, sehemu ambayo unaweza ukapata chakula na ukapata upepo mwanana. Kuna wengine wanaweza wakasema sasa kule tutakula wapi? Pale tuna beach inaitwa Ndege Beach. Kuna vyakula vya kila aina ambavyo vinapikwa na wapishi waliosomea kupika. Pengine huko tumekuwa tukila vyakula vinavyopikwa kwa kubahatisha tu, mtu anabahatisha tu, ngoja nisonge ugali, lakini pale kuna watu waliosomea kupika. Unakula chakula ambacho kiko kwenye standard ya kitaalamu. Kwa hiyo wale waliokuwa na mashaka kwamba sasa watu watakuwa wengi, watakula wapi? Hakuna, pako pakula chakula ambacho kinapikwa na wapishi wenye taaluma ya kupika. Kuna burudani siku hiyo kutakuwa na burudani kuanzia asubuhi ndani ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo mpaka jioni. Tuna live bendi pale, Mbweni JKT live bendi itapiga pale kuanzia asubuhi, na ni bendi kweli kweli. Unaweza ukaipa ushindi na bendi nyingi tu hapa Tanzania zisione ndani, ni bendi iliyojitosheleza. Kwa hiyo kutakuwa na kila aina ya shamra, kutakuwa na kila aina ya burudani, na ndio sababu nasema hii dabi ya Kariakoo inaweza ikawa bora zaidi pengine kuliko dabi nyingine ambazo zimefanyika zilizo nyingi kuchezwa tu Meja Jenerali Isamuhyo. Kwa hiyo mimi nilidhani Watanzania tungeungana kwa pamoja kwa ubora wa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, tukasaidiana kuzungumza kwa ubora, ili mataifa mengine huko ambao tayari wanaujua na wanaufuatilia na wanaujua ni bora, waone kwamba hakika huu uwanja ni bora, na wauone kweli ni bora na hakika ni bora, kuliko kutafuta sababu ambazo hazina sababu kwa interest binafsi, ukaanza kusema kwa mapungufu uwanja ambao hauna mapungufu hayo unayoyazungumza. Tuchukulie idadi ya watu wanasema ni mdogo, watu 10,000 na zaidi wanakwenda kukaa. Kama sikosei nadhani uwanja wa Amani Zanzibar nadhani unabeba watu kama si 14,000. Sasa ule unabeba watu 14,000 na unabeba 10,000 na tofauti yake ni kidogo sana, kama 3,000 tu hivi na kitu hivi. Kweli unaweza ukaushusha hadhi uwanja huo ambao una tofauti kidogo? Na siku zote duniani viwanja vilingani kwa ukubwa wa kubeba watu, capacity hailingani kote duniani. Hata huko Ulaya utakuta huu uwanja unabeba watu hawa, huu uwanja unabeba watu hawa. Sasa ikifika wakati mashabiki wameingia na ikatosha uwezo wa uwanja, basi wengine wasubiri kipindi kingine kama walikuwa na lengo la kutazama, lakini kwa hakika si mdogo katika hali inayozungumzwa, na pengine walikuwa wanazungumza kwa udogo huo kwa sababu hawaujui na hawajui uwezo wa uwanja ule na uwanja ule ukoje katika hali ya ubora na viwango vyake. Meja Jenerali Isamuhyo kwa sasa ni waashue wa Tanzania
ni uwanja bora, uwanja ambao unafaa kutumika kwa mchezo wowote mkubwa. Mimi nidiriki kusema kwamba unao uwezo hata mashindano ya AFCON kuchezwa pale, si tu kuwa uwanja wa mazoezi. Mechi zenyewe ziamliwe tu kwamba uwe miongoni mwa viwanja vitakavyotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Unafaa kabisa na ubora huo upo na inawezekana. Sawa, kwa kumalizia pengine kumekuwa na utaratibu wa hizi dabi za Kariakoo kuwepo kwa ulinzi kwamba mabouncer au tunaweza kusema SWAT wa hizi timu wanakujaga kulinda kwenye uwanja. Pale Meja Jenerali Isamuhyo utaratibu wake wa kulinda mimi ninaamini kwamba mpira wa miguu una taratibu na kanuni. Kanuni zinaelekeza kwamba hili lifanyike, hili lisifanyike. Na sisi tunasafiri katika kanuni. Simba na Yanga ni timu kongwe, timu kubwa kama wanavyojiita wao. Ni timu ambazo zimeshiriki mashindano makubwa Afrika na wanajua taratibu na umuhimu wa kuzingatia kanuni. Kwa hiyo sisi tunahakika kwamba kanuni zitafuatwa. Alafu pili, sisi ni wamiliki tu wa uwanja, wenye mchezo wapo. Kwanza mamlaka za mpira wa miguu Tanzania, nikimaanisha bodi ya ligi na TFF, lakini wapo kama klabu zenyewe zinazohusika na mchezo huu ambao wao ndio watakaosimamia hizo taratibu. Kanuni zifuatwe, zizingatiwe. Hilo ni jukumu la mamlaka husika katika mpira wa miguu, na sisi tunaamini kwamba hizo ndizo kanuni zilizowekwa kwa ajili ya kutuongoza nini tufanye kwa wakati gani na nini hakipaswi kufanya. Mimi nikushukuru. Asante. Huyo ni afisa habari na mawasiliano wa klabu ya JKT, niko naye hapa. Umemsikia hapa kwa uzuri kabisa, amezungumza vitu vingi sana kuelekea dabi ya Kariakoo siku ya Jumapili ambao mchezo huo unaenda kupigwa pale kwenye dimba la Meja Jenerali Isamuhyo. Amezungumza vitu vingi sana, lakini kubwa zaidi amewahakikishia mashabiki wote na wadau wa soka kuhusiana na Meja Jenerali Isamuhyo ni moja ya uwanja ambao una hadhi za kimataifa, una ubora wa hali ya juu hasa kwa mchezo mkubwa kama dabi ya Kariakoo. Mimi ni Irene Junior, nyuma kamera tupo na director Moji.